Mtazamaji, kama unavyoona ni baada ya ibada kuisha, watumishi wa Mungu wanaendelea kupiga picha kama unavyoona, lakini kusalimiana pia kama Ukristo wanavyosema sisi tunapendana. Wewe ambaye bado haujaokoka, karibu sana umtumikie Mungu katika wokovu. Wokovu ni raha na ni raha zaidi. Hapa naona kuna watumishi wa Mungu wako busy na simu, lakini kwa utukufu wa Mungu tunaweza tukasikia mawili matatu kutoka kwao. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Mimi naitwa Jackson Kabigigi. Leo naona umependeza, na kama ambavyo imekuwa ni kilele cha sikukuu ya wanawake wa Kristo. Nini siri ya ibada nzuri ambayo hatujawahi kuishuhudia, naweza nikasema kwa takriban miaka 2-3? Kwa kweli siri ya ibada hii nzuri kwanza ni Mungu tu peke yake. Maana ndiye aliyetuwezesha kila kitu. Kwenye kutoa, kwenye sikukuu, kwenye mavazi yote ni Mungu ameyatenda, sio kwa akili zetu wala nguvu zetu, bali neema ya Mungu tu ndio imetufikisha hapa kwa kweli. Amen. Nikinakili maneno machache ambayo imekuwa ni mstari wa kusimamia kutoka katika kitabu kile cha Isaya 45 mstari wa 22. Unasema niangalieni mimi mkaokolewe. Ni kwa nini hasa dunia inaambiwa juu ya kuokolewa? Ni kwa sababu sasa hivi watu walio wengi wamemwacha Mungu, wanakimbilia mambo yale kwao wenyewe. Tumekuwa watu tuliochoka sana kumtafuta Mungu, tunatafuta mambo yetu wenyewe yasiyo na msingi hata mbele za Mungu. Amen. Tunatafuta mambo ya kwetu wenyewe yasiyo kwa ya msingi. Mama, huyu ni mama mchungaji. Majina yako tafadhali? Mimi naitwa Leticia Bitesigirwe, nimeokoka na mpenda Yesu. Leticia ameokoka na mpenda Yesu, lakini pia ana bahati ya kuwa mama mchungaji. Mama mchungaji, bado ninauliza yale. Kwa nini hasa neno la Mungu linatusihi kwamba tuokolewe, dunia nzima turudi kwake Mungu? Kwa nini? Neno la Mungu linatusihi hivyo kwa sababu dunia ya sasa tunayoishi imeharibika. Na kwa sababu imeharibika ni lazima tumtafute Mungu ambaye anaweza katuokoa katika uovu wa kila namna. Tunatakiwa tumtafute